Ndugu washiriki wote wa mafunzo, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa upendo na heshima kubwa, naomba kuwakaribisha sana katika mafunzo haya. Karibuni sana. Mafunzo haya yanaenda kwa jina la mafunzo msingi ya itifaki na ustaarabu ya JMAT, na jina hilo litadumu. Mafunzo msingi ya itifaki na ustaarabu ya JMAT. Kwa kimombo inaitwa JMAT Protocol and Etiquette Course, na tumependa kuyafupisha kuyaita JPEC. Tumeanza kunogewa kulitamka na kulizoea JPEC, kwamba pengine maneno mengi tunaweza tukasahau, lakini JPEC tunaweza tukakumbuka. Ndugu washiriki, naomba mniruhusu nitaje wasifu japo kwa kifupi wa wakufunzi wa mafunzo haya kama ifuatavyo. Najua mara zote wakati mtu unafundisha ndipo unapofahamika zaidi na wanafunzi wako, lakini pia wakati mwingine baadhi ya watu wanaojua sana vitu huwa hawapendi kujielezea kwamba wanajua. Hiyo ni tabia ambayo nimejifunza. Kwa hiyo tusipowasemea tunawezekana tusiwajue sana. Na tusipowajua sana ni tatizo, kwa sababu inawezekana ukawa na jambo la kuwatumia siku moja ukashindwa kuwatumia. Mimi naomba niseme kidogo kuhusu wakufunzi wa mafunzo haya. Nikianza na Sheikh Dr. Alhadi Musa Salum, ambaye yeye naye atakuja kutufundisha. Huyu ni maarufu, sote tunamfahamu. Ni maarufu sana. Na kwa kweli tunajua kazi zake tangu akiwa kijana, akiwa anashughulika na amani ya Tanzania. Jinsi historia ilivyoenda, na bahati nzuri jambo hili sitalisema kwa kina, atakuja yeye mwenyewe kuelezea historia ya mambo haya ya amani tangu hadi baadaye umekuja kuunda kamati ya amani, baadaye tumekuja kuwa na jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania. Lakini niseme tu ni mtu anayefahamika, gwiji kweli kweli, anayejua, ni mwanazuoni sana. Ni msomi wa chuo kikuu cha Azhar cha Misri, lakini pia yeye ni mwanazuoni wa dini ya Kiislamu na ni mwenyekiti wa wanazuoni ni mwenyekiti wa walimu wa Qur'an Tanzania, wanaitwa JUAKUTA. Kwa hiyo kama na yote haya, manake huyo ni mbobezi katika ufundishaji. Tutabahatika kufundishwa naye katika mafunzo haya. Lakini pia zaidi ya hivyo ana tuzo na nishani nyingi sana. Pale ofisini wakati mwingine tukikaa kwenye meza imejaa tuzo, huwa hata hatuonani vizuri. Tuna mpango wa kutafuta kabati kubwa tujaze zile tuzo, maana inakuwa ni mtihani, zimekuwa nyingi hata hatuwezi kuonana tukiwa tunaongea. Kwa hiyo mtu akuwa na tuzo nyingi vile, maana yake amefanya kazi kubwa sana. Naomba tumshangilie, tumpigie makofi mkufunzi wetu namba 1. Na yeye pia ni balozi wa amani duniani, lakini pia ni balozi wa mazingira nchini Tanzania katika ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiacha kwake, naomba nimseme sasa kidogo Profesa Rejoice Ndalima. Profesa Rejoice Ndalima, yeye katika JMAT ni naibu mkurugenzi idara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Lakini pia huyu profesa ni mwenyekiti wa taasisi ya madaktari wa falsafa na maprofesa Tanzania, inaitwa PDPT. Kwa hiyo leo tunafundishwa sio tuna profesa na mwenyekiti wa taasisi ya maprofesa na madaktari wa falsafa Tanzania. Naomba tumshangilie. Na ana mengi sana, lakini kama nilivyosema nadokeza tu. Huyu ni mhitimu wa chuo cha Stanford cha Marekani, na ni bahati sisi JMAT daima tunajivunia kuwa na vichwa hivi, akiwepo Profesa Ndalima. Na chuo hicho kina sifa nyingi, kina sifa kubwa. Watu waliosoma pale wana majina makubwa. Watu wanapenda sasa hivi tuna simu inakaribia kuingia, inaitwa iPhone 17. Wale wanaenda na beat na simu, najua hivi karibuni tutaanza kuona wanazishika mikononi. Mimi sinunui, sijui nipo iPhone 5, hata yenyewe sina. Lakini nadhani tunamkumbuka Steve Jobs, alisoma pale chuo cha Stanford cha Marekani. Lakini pia
chuo kile kimetoa magwiji wakubwa, mabilionea. Sasa hivi nadhani nikiunganisha bilionea moja anaitwa Larry Page na Sergey Brin, wamesoma kile chuo cha Stanford cha Marekani. Mabilionea hawa ndio wanaotuwezesha tunafanya mambo mengi sana. Tuna Android sasa hivi, TV zetu kama pale tunaweza kuonyesha pale, tuna project pale kwa sababu ya hizo kazi za kina Larry Page na Sergey Brin, maana wao ndio wamiliki wa Android operating system. Kwa hiyo tuna bahati kuwa na watu waliosoma na hao magwiji. Lakini pia nitumie fursa hii katika kukamilisha kuelezea uwezo wa Profesa Ndalima kwamba yeye katika masuala ya uongozi, itifaki na uongozi ni profesa sana. Yeye mara nyingi nadhani wakati mwingine tunamwona kwenye mtandao ana trendi. Unajua mtu anaweza kaongea kitu anaona anaongea kawaida katika kufundisha, alafu watu wanachukua kale ka clip, halafu wanakasambaza, wanapata views nyingi, wanapata na pesa. Yaani unatengeneza pesa za watu bila hata wewe mwenyewe hujapata kodi. Profesa Ndalima ndio ana uwezo huo. Nadhani kuna clip nyingine zimesambaa sana mtandaoni, ikiwepo ile kwamba adui msamehe kama sikosei, siwezi kufuatisha yale maneno, lakini ishi naye kwa makini. Kwamba kama uliumwa na mbo kwa mara ya kwanza, ukarudia tena kuumwa pale pale kwa mazingira yale, sio kosa la mbwa, ni kosa lako wewe uliye uruhusu kuumwa kwa mara ya pili. Siwezi kufuatisha profesa maneno yale kama ulivyosema, lakini ni moja wapo kati ya maneno ambayo profesa amekuwa akiyasema katika kufundisha na yametrendi sana kwenye mtandao. Sasa nitumie fursa hii pia kidogo kumtaja mtu ambaye hatupo naye hapa wala hayupo kwenye mafunzo kwa awamu hii. Yeye ni mkurugenzi wa idara ambapo profesa yeye ni naibu mkurugenzi. Nadhani wakati mwingine unaweza kujiuliza kama huyu profesa ni naibu mkurugenzi atakuwa nani? Anaitwa Dr. Athman Rashid Mfutakamba. Huyo ndio mkurugenzi. Hayo yote ni mazao ya Stanford University, chuo kikuu cha Marekani. Magwiji kweli kweli. Huyu ashawahi kuwa naibu waziri pia, ashakuwa mbunge, ashakuwa mkuu wa wilaya. Huyu ndiye mkurugenzi wa hii idara. Unaweza kujua hiyo idara itakuwa inafanya mambo gani. Naomba tuipigie makofi idara hiyo ya mambo ya nje. Sasa nikitoka hapo, naomba nikamtambulishe SP Nestor Makuru. Wakati nimeanza kutangaza mafunzo haya na kuanza kutengeneza picha na kuzirusha, nilianza kuona comment kutoka kwa watu ambao washawahi kufundishwa na SP Nestor Makuru, ambaye yeye ni mkufunzi. Yeye kazi yake ni mkufunzi kutoka Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam, DPA. Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam, DPA kimetunufaisha sana JMAT. Tuna mazao kama mara 2 hivi tumepata mafunzo pale. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na SP Nestor Makuru alikuwa mojawapo katika wakufunzi wa mafunzo yale. Yeye ana mambo mengi sana. Wakati fulani nilikuwa namuuliza rafiki yangu kwamba hivi polisi unahitaji kusoma vitu vingi sana. Akaniambia, ndugu yangu, ukienda kwenye hivi vyuo ogopa. Kuna watu wamezamia, wamebobea kwenye mambo sana. Ni walimu kama walivyo walimu. Tena wakati mwingine wanajiongeza sana, kwa sababu wao elimu zao wanajikita pia katika utendaji. Unakuta mtu anafundisha mambo ya ulinzi na usalama, lakini pia ametumika kwenye ulinzi na usalama. Unaweza kaielewa hiyo elimu. Elimu inayoendana, uzoefu halisi katika maisha. Hiyo ndio elimu ambayo JMAT tunapenda iwafikie watu. Watu wapate elimu kutokana na watu, uzoefu, sio mtu tu anajua vitu kwa kuvitamka lakini hajawahi kuviishi katika maisha yake. Kwa hiyo basi huyo ni Nestor Makuru, ni mbobezi sana katika mambo ya ulinzi na usalama. Mambo ya ulinzi na usalama wa viongozi na taasisi, misingi ya ulinzi na usalama, diplomasia na mahusiano ya kimataifa katika mambo ya ulinzi na usalama. Huyo ndio SP Nestor Makuru. Naomba tumpigie makofi tena. Asante sana. Tukiacha, naomba tuende namba 4, ambaye wakati anatambulisha hapa balozi wa amani duniani Bi Fatuma Kikidis, nilikuwa nauona ule mzuka. Maana balozi Fatuma Kikidis huwa anapenda hii dunia iwe na wanawake watupu.
Naomba tumpigie makofi Balozi Fatuma Kekidis. Akiona mwanamke amefanya jambo kubwa anakuwa so excited. Kwa hiyo tunaye hapa CPL Ziana Dadi ambaye atakuwa mkufunzi katika mafunzo haya. Naomba tumpigie makofi. Yeye pia ni mkufunzi kutoka Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam. Kwa hiyo wanafanya kazi pamoja katika chuo cha DPA pamoja na SP Makuru. Na wanafanya kazi nzuri sana. Niwadokeze kwa kifupi ni kwamba kile chuo cha DPA, mkuu wa kile chuo anaitwa nani? Mkuu wa kile chuo DPA? Kamishna Mambosasa. Kamishna Mambosasa ni mjumbe wa bodi ya wadhamini ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Na yupo pale. Kwa hiyo nilivyomwambia naomba watu. Sisi wenyewe hapa ni walimu, tunafundisha. Lakini kuna vitu tunasema hivi hatuviwezi. Bwana wewe unaweza ukasoma ulishakuwa mwalimu, ushakufundisha UDOM zamani, hebu ufundishe. Siwezi hivyo. Nitatoa mfano gani mimi sivijui hivyo vitu vya usalama, ndio? Mimi niambie nifundishe mambo ya miradi, mambo ya mipango ya uchumi na vitu vingine, na IT. Uko sawa? Huo ulimwengu wangu. Lakini haya mambo tunawapa watu wenyewe. Na tunataka tuaminike hivyo. Hata wakati mwingine tutakapoandaa mafunzo, watu wajue tunaleta vitu vya uhakika. Tunatafuta watu wenye uwezo, sio tuwapotezee waheshimiwa muda wenu. Kwa hiyo hilo ndio jambo la JMAT. Kwa hiyo pengine kabla sijajitaja mwenyewe nitajiweka mwishoni, nimtaje kaka hapa Hamis Kerenge Masasa. Yeye ni mkufunzi katika wakufunzi wa mafunzo haya. Hamis Kerenge Masasa mmemsikia, ni mwenyekiti JMAT mkoa wa Pwani, lakini pia ni katibu JMAT idara kuu ya mipango, fedha na uchumi. Yeye ni mtu ambaye anasaidia sana katika mambo kwenda vizuri JMAT. Kwa sababu ana uzoefu, amefanya sana kazi. Amefanya kazi serikalini, amefanya kazi kwenye asasi binafsi, amefanya kazi kwenye jamii, amefanya kazi za kujitoa. Huyu alikuwa ni kamishna mkuu msaidizi zamani, sasa amestaafu wa Scout Tanzania. Na alikuwa anahusika na mambo ya miradi. Ana uwezo wa kufanya vitu vingi sana. Na anapenda sana kuwasiliana kwa kutumia Kiingereza. Ndugu Masasa, nadhani hapa utapunguza Kiingereza. Sisi mambo yetu JMAT ni Kiswahili. Message zake nikiwa na chat huwa zinakuja kwa wingi za Kiingereza. Na naona anavyoandika Kiingereza kama vile ameandika Kiswahili. Lakini sisi tunataka ujumbe ufike kwa wingi zaidi, na najua atakuwa na switch. Anajirudisha atakapokuwa anafundisha, anajirudisha zaidi kwenye Kiswahili. Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa, na JMAT tunatumia Kiswahili zaidi kuliko lugha nyingine yoyote. Kwa hiyo siwezi kumaliza kusifia kuhusiana na ndugu Masasa, lakini kwa kweli ni hazina. Amekuwa kiongozi na amesaidia kwa muda mrefu mambo ya kujitoa, shughuli za Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, na sasa tupo kwenye idara kuu. Nipo naye, na bahati kwamba nipo naye ofisi moja. Tunashauriana mambo mengi na tunajua JMAT tutainua na kuifikisha mbali sana. Sasa nimalizie kujitambulisha mwenyewe. Jina langu Ayubu Joseph Sanga. Labda kidogo ni mwadhiri mstaafu Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM. Niliacha kwa mshahara pale kama 3 hivi. Nikaja kufanya kazi za JMAT ambazo hazina mshahara. Wakati mwingine ni vigumu kuelewa mambo haya. Lakini kila mtu ana macho yake ya kuangalia mbele. Kwa hiyo tunafanya kazi hii. Mimi nimebobea zaidi kwenye mambo haya ya mipango, mambo ya IT. Lakini kwenye mafunzo haya sikuwa na kitu kikubwa cha kufanya. Lakini kwa sababu tunataka kabla hujajua kuliendesha gari, lazima ujue hilo gari likoje, lina tabia gani. Lijue gari lako kabla hujajifunza kuliendesha. Sasa gari letu ambalo wengi hapa 95% nadhani ni wana JMAT pia katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo gari letu ni JMAT, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Sasa je, tunalijua vizuri? Sasa mimi nadili na haya mambo ya kuhusiana na Jumuiya ya Maridhiano ya kazi za kila siku kwa siku. Bila shaka najua kuhusu Jumuiya ya Maridhiano sana.
Pengine ni miongoni watu wanaojua zaidi shughuli na jinsi jumuiya ya maridhiano na shughuli zake mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana nimekujileta hapa. Ndio maana nimejileta hapa na nitazungumzia kuhusiana na mambo ya JMAT, ikoje, muundo wake, uongozi wake na kadhalika, ili tuifahamu vizuri. Nishukuru sana, na kwa kusema hayo naomba niwaambie kwamba mmefanya maamuzi ya busara kutoa fedha zenu. Ni fedha nyingi, ungeweza kufanya jambo jingine. Lakini kutoa muda wenu. Watu wamesafiri hapa. Watu nimekuwa nikisikia watu wanatajwa. Kutoka Kilimanjaro. Hongereni sana, naomba mjipigie makofi. Kutoka Mara, nasikia kutoka Mara. Na baba askofu pale. Kutoka Mara, baba askofu anakuja kusikiliza ya mafunzo. Ametuamini. Na sisi hiyo tunaiona ni heshima kubwa. Hongereni sana watu wa Mara na poleni kwa mtihani wa jana. Naomba tuwapigie makofi. Na nimesikia kwa wingi watu wakijitambulisha kuwa wametoka mkoa wa Pwani katika wilaya mbalimbali. Pwani wilaya mbalimbali. Sio mchezo. Kazi Pwani mmeifanya. Hongereni sana, naomba tuwapigie makofi Pwani. Nimesikia kutoka Temeke. Asanteni sana Temeke, naomba tuwapongeze Temeke. Nimesikia Kinondoni pia, Kinondoni na tuna kiongozi kutoka Kinondoni, Sheikh Majaliwa namuona hapa. Karibu sana Sheikh Majaliwa, hongereni Kinondoni. Ni jambo la heshima sana. Kilindi tena wengi. Kutoka Kilindi na hadi Mwanza. Tuanze na Kilindi. Naombeni tuwapongeze Kilindi. Kutoka Mwanza. Safi sana, tuwapongeze Mwanza. Lakini niwaambie tu, niwadokeze, wakati tunaanza kuandaa haya mafunzo tulibadilisha ratiba.